Nilirudi kwenye kula, niliingia ndani, nikafunga mlango wangu, nikafunga madirisha yangu, nikashusha na panzia, nikaenda kukaa chumbani. Nilipokaa chumbani, nilikuwa naangalia hivi kwenye wavu kidogo pale maeneo ya Kota, hakukuwa na vurugu ya jinsia yoyote. Ila ng'ambo ya barabara kwenye Ogorodi huko ndio kulikuwa na vurugu, wapita njia wanapigwa, na kuna maiti kama 3-4 hivi zilikuwepo pale. Watu walikuwa wanapita pale wanashangaa. Sasa wale ndio walikuwa hawataki wao wanashangaa kwa vurugu. Mimi nilipoona, niangalia tu pale dirishani, nikaingia zangu ndani chumbani, nikalala chini kule chumbani. Kufikia saa 7 kasoro nikakuta njaa inaniuma, na kule nje shule kabisa kuna kitu chochote, wala vurugu wala wananchi watembei. Nilitoka chumbani naelekea sebuleni. Kufika pale sebuleni kulikuwa na chai yangu nimebakiza asubuhi pale juu ya kabati, nilichukue ninywe. Kabla sijakaribia kabati nikakuta napigwa. Dakika 0 nikadondoka chini, kishindo kabisa, nikaanguka hadi chini. Nikawa nashangaa, hiki nini? Nikainua kichwa changu juu, nikakuta damu inafumba, yani hamna dalili yoyote. Nikasema hiki kitu gani? Sasa ninaposhangaa nikakuta nimeoga damu mwili mzima, nimelala pale chini. Sasa nikasema hiki kitu gani? Hii ni risasi. Nashangaa mwenyewe, niko peke yangu. Basi ninaambia Mungu, naomba niamshe hapa, niamke niweze kufungua mlango nitoke nje, wenzangu wanione. Mimi ndio nitakufa hapa, niko peke yangu. Kitu nilichoshangaa, mbona hauinuki huo? Umelala tu chini hapo. Na huo pia hauinuki, vyote vimelala chini. Lakini huku mguu wa kulia huu na mkono wa kulia pia hivi vizima kabisa. Sasa nikasema hiki kitu gani? Basi Mungu akanisaidia, nikauokota huu mkono na mkono huu, nikaja nikauficha kwa pani huko. Nikaanza kukukuluka. Sasa nataka kujitahidi kuinuka. Sasa huu mguu kama bongo ulivyoganda na ganzi. Pia Mungu akanisaidia, nikainuka hivyo hivyo, nikafungua mlango wangu, nikatoka nje, nikaanza kupiga kelele, jamani nimepigwa risasi. Wananchi wakaja, walianza kunisogelea, nikadondoka chini, nikapoteza fahamu kabisa. Basi tukio hilo lilivyopita, wakanichukua kufika hapo nje, wakasema nini usafiri, na wasikia tu kwa ndani, lakini fahamu sina. Usafiri hamna, tunampelekaje mama yetu jamani hospitali? Mwiteni mwenyekiti. Akaja mwenyekiti wetu anaitwa George Abedi, akafanya maarifa, akatafuta gari, wakanibeba, wakanipeleka Mwananyamala, kunifikisha Mwananyamala. Ilikuwa kama saa 8 kasoro. Nilipokelewa pale Mwananyamala, nikaanza kushughulikiwa, kufumba na kufumbua, majeruhi 30 wanaingia, mimi wakanisahau hapo. Basi hapo kuanzia hiyo saa 8 hiyo nimelala pale chini, wala siwezi kufahamu nililalalaje hata sijui, mpaka kufikia saa 4 usiku watu wameshanisahau, wakajua mimi nimefariki. Kumetulia vilio, yani mabunduki huko kote, nimezunguka mabunduki. Mtu anayekuja kumuuliza mgonjwa wake hapa hamna, kukaa hapa ni kuondoka. Basi mimi baadaye, Mungu mwema, najua ni Mungu ndivyo alivyofanya, amehusika na tukio langu. Nikaanza kukohoa hiyo saa 4 hiyo, sasa inakaribia saa 5, naanza kukohoa. Nageuza shingo huko, nakuta hizo shingo hizo wameshazitengeneza kwa ajili ya pingili, lakini huko bado hakukubali, risasi bado ninalo. Sasa unashangaa, bibi vipi huyu? Anakohoa mzima huyu bibi, hebu mchungulieni. Unakuja kunichungulia na kuta nimetoa macho. Sijijui niko wapi au nafanya nini sijui. Nikiinua ili macho nakuta tu watu wameroa damu mwili mzima. Daktari hawezi kumjua vile vyombo vyake. Unajua yeye ni daktari, wote damu. Basi daktari akasema mvueni nguo zote. Kwa hiyo wakatoa nguo zote ambazo hazitakiwi hata kuona, uweze kujua ile nguo ina gani. Wakazimwaga kwa sababu nilisigilishwa mishuka nyumbani huko kuzuia damu mwili mzima, zikadundikwa hapo. Nikachukuliwa nguo yangu ya ndani iliyobeba gauni kama hiyo, wakaichana wakairundika hapo. Wakanibakiza mtupu kama mtoto mdogo. Daktari akasema msijali, huyu ni bibi yenu. Basi wakakuta sasa risasi iko juu kwa risasi. Huku nimevimba moto, si kitu gani, na vioo vile vyote vilijaa sehemu hizi, vioo vya tisha hiyo. Wakasema bibi kajeruhiwa kwa risasi. Jamani, masaa yote risasi wakatoa. Walivyotoa risasi ile saa 5 kasoro, wakamkabidhi binti yangu ile risasi, na tetemeka, sio alichukua, sio alifanyaje sijui, ila kushona ilishindikana kwa sababu nyama ilishaanza kuharibika tayari. Nikachukuliwa, nikapeleka Kisilei,
wakapige picha waangalie hiki kidonda kina kiina gani. Mimi sielewi. Walivyonitoa pale ndio nampeleka hodini. Kwenda hodini walinishughulikia mpaka kama saa 9 za usiku hivi, tayari kila kitu. Nikalala, kuamka asubuhi tarehe 31 nikawa sina fahamu kuanzia 12 mpaka kufikia saa 9. Siwezi kuongea, siwezi kufanya nini, naonyesha tu vitendo. Daktari akasema hivi ni vitu vya kawaida, mtu akipigwa risasi macheni. Nikaachwa. Basi kufika baadaye kidogo akanionyesha uji nikanywa, nikapata nguvu, akanisafisha vizuri na nini na mambo chungu mzima. Na mambo mengine yakaendelea. Fika tarehe 31 asubuhi ya saa 2 kabla hatujatibiwa, kikaingia kikosi kutoka huko. Kwanza daktari kaja akasema, jamani, hapa leo pana vita. Mimi nitajificha, msiposema ukweli mimi nawakimbia, kila mtu aseme kweli yake. Huko alipotoka kafanyaje? Alafu baada ya hapo kingine kitaendelea. Lakini naomba mnisaidie. Sio useme uongo afu ukija ukweli uanze kututupa. Tukasema sawa. Wakaanza na mimi, maana kitanda kilikuwa hapa, meza kuu hapa kwa madaktari. Wakaanza na mimi, bibi umetokea wapi? Nikamwambia mimi nimetokea Mgongoni. Nipota bibi ndio mwenye vurugu huyu. Huyu ndiye atatueleza vizuri. Hebu onyesha mkono wako. Nikaonyesha mkono wangu. Wakakiona kidole kama hiki. Huyu bibi ndio kupiga. Wewe tuambie umempigia nani? Sema mmempigia nani ili sisi tuache kusumbua, tuache kukuumiza, tuumie bibi zaidi ya hivi. Mimi nikamwambia mimi nimempigia huyu anastahili kupigiwa. Nyinyi mtamjua. Huyu bibi jeuri anajibu kwa ujio masama hapana. Kwa sababu hana mpinzani. Mimi ndio nilimpigia huyu basi. Sijui kuna sababu gani au vipi, mimi najua hilo. Akasema huyu bibi huyu kwenye maandamano hajaenda, ila akasakizia wajukuu zake ndio waliofanya kwa hiyo ndio amekuja kukomesha nyumbani. Nikayaona sawa. Akaja daktari akamwambia, daktari wote leo waondoa wale risasi wote. Akatolewa risasi, hajatolewa risasi kazidiwa, wote watoke. Tukatolewa tunarudishwa nyumbani. Basi kufikia saa ngapi mtiangu kwenye chocho huko, maana ulikuwa na ficho kwenye maboksi, hakuna kuonekana. Tangu nilivyoenda hakuna kula, tumekunywa uji tu mpaka nimerudishwa nyumbani. Ile chakula hakuna. Basi hivyo fika saa 12 tukatolewa nje, kila kitu nje, baada ondoka na mgonjwa wako. Tukaondoka nyumbani. Hivyo ondoka nyumbani, tumefika nyumbani tarehe 1 inaanza, tarehe 2 nikaanza mimi nahitaji kutibiwa. Wakapeleza Magomeni hapa hamna matibabu, madaktari wote hawapo. Ndio kuna baba mmoja anafanyia mwingine akisema jamani nitawasaidia mimi huyu bibi. Ndio kanitibu yule baba kama wiki 2 hivi, kidole kikaanza kufunga, kikakaa vizuri na mimi mwenyewe nikawa vizuri, yani sehemu zote tu nikawa vizuri.